Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi nami niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Halmashauri ya mji wa Bunda tunajenga hospitali yetu, iko kata ya Bunda Store na serikali imetupa pesa, lakini tangu mwaka juzi kuna milioni 800 zilirudi na hazijarudishwa. Bado huo mradi umesimama. Ni lini mtaturudishia pesa zetu milioni 800 tuweze kukamilisha hospitali ya wilaya ambayo ina mchango mkubwa kwenye jimbo la Bunda mjini? Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imejipambanua katika kuhakikisha huduma za afya zinawafikia wananchi wote. Niwahakikishie wananchi wa jimbo la Bunda fedha zao zipo na tutaweza kuzielekeza kuendelea na shughuli ambazo serikali ilikuwa imezielekeza. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Sekela. Mheshimiwa Spika, kwanza nashukuru serikali sikivu ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia wahudumu 58 katika dirisha hili la ajira za afya kwa wilaya ya Kyerwa. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kuweza kunipa nafasi ya kuuliza swali hili la nyongeza. Kwa kuwa kituo cha afya cha Nkwenda ni kikubwa na kinatoa huduma zaidi ya zaidi ya kata 19 na sometimes zinatoa huduma nje ya wilaya ya Kyerwa, lakini kituo hichi hakina gari ya uhakika ya wagonjwa, yani ambulance. Je, ni lini serikali itatupatia gari ya uhakika kwa ajili ya kutoa huduma safi kwa kituo hicho? Asante. Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Sekela. Mheshimiwa Spika, tunakumbuka sote humu ndani katika kipindi cha miaka 5 serikali imenunua jumla ya magari ya kubebea wagonjwa 316 pamoja na magari ya wakaguzi 212 na ambulance za awamu ya kwanza. Mheshimiwa Spika, tumekwisha zigawa katika halmashauri ambazo ziliainishwa, na Mheshimiwa Sekela nimhakikishie kwa awamu ya pili kituo hiki kitakuwa wanufaika wa gari la ambulance. Mheshimiwa, tuendelea. Mheshimiwa Engineer Chacha Mwita Wambura. Je, hatua gani zimefikiwa katika kuandaa mpango wa kuendeleza na kukamilisha ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu manispaa ya Geita? Naomba sasa swali langu la msingi namba 24 liweze kujibiwa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, uwanja wa mpira wa miguu Geita ulianza kujengwa mwaka 2021 kwa kutumia fedha za uwajibikaji wa kijamii wa mashirika ya umma wa mashirika yani CSR kwa gharama ya shilingi bilioni 5.46 kupitia mgodi wa Geita Gold Mine. Hata hivyo ujenzi ulisimama mwaka 2023 ukiwa 71%. Baada ya mkandarasi EFQ Company Limited kusitisha mkataba kutokana na mabadiliko ya kanuni ya miradi ya CSR. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kushirikiana na mgodi wa Geita Mine Limited imepata mkandarasi mshauri yani anaitwa Nolan ambaye anafanya mapitio ya gharama halisi za kukamilisha ujenzi wa uwanja huo na kiasi cha shilingi bilioni 5 zinahitajika. Aidha, serikali inaendelea na mapitio ya gharama zilizowasilishwa na mkandarasi mshauri ili kuweza kuendelea na ujenzi kupitia fedha za CSR zitakazotengwa katika mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, Naibu Waziri amesema kwamba mapitio yanaendelea. Ninaomba sasa kufahamu serikali haioni haja ya kufanya mapitio haya kwa haraka ili basi uwanja ule uweze kukamilika na ikiwezekana ukamilike kabla ya mwakani ambapo tunaenda kuwa na mashindano ya AFCOM ambayo yataenda kufanyika katika nchi zetu 3 za Afrika Mashariki, na ambapo tunaamini Geita ni center ya Kenya, Tanzania na Uganda. Na kama tutaweza kukamilisha uwanja huu kwa wakati, basi zile timu zinaweza zikafanya mazoezi au yakatumika vile viwanja wakati wa mashindano. Lakini Mheshimiwa Spika, ninaomba kuuliza pia, kwa kuwa serikali katika sehemu zingine tumekuwa tukishirikiana na tukifanya vizuri sana na tunavyoshirikiana private sector, je, katika swala hili la viwanja hapa Tanzania serikali haioni sasa ni wakati sahihi ya kuengage private sector na kushirikiana nayo
na kuisapoti ili basi tuweze kupata viwanja vingi zaidi ili tuendeleze michezo. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Chacha Mwita Wambura Waja kwa kufuatilia ujenzi wa uwanja huu, lakini pia niupongeze uongozi wa mkoa wa Geita kwa kuwa karibu na wawekezaji hawa hadi kufikia kuweka fedha hizi kwa ajili ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, baada ya kumpata mkandarasi mshauri, tayari kiasi cha fedha cha bilioni 3.4 zimetengwa kwa ajili ya ukamilishaji wa jukwaa kuu, majukwaa ya watazamaji na sehemu ya kucheza mpira yani pitch, ambapo inakadiriwa kuwa ujenzi utakamilika ifikapo Oktoba 2026. Mheshimiwa Spika, kulingana na idadi ya wakazi wa mkoa wa Geita inayokadiriwa kufikia milioni 3 kutokana na sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, uwanja huu serikali inauona kama ni sehemu ya kuleta tabasamu kwa Watanzania walioko katika mkoa wetu wa Geita, lakini kwa kumwaisha mkandarasi kuweza kukamilisha ujenzi wa uwanja huu, tuna uhakika kabisa kwamba uwanja huu wenzetu wa Wizara ya Michezo wanaweza kauona kama ni sehemu ya AFCON ya mwaka huu kama utakamilika kwa wakati, na serikali inamhakikishia Mheshimiwa Waja kuendelea kufuatilia kwa ukaribu, pamoja na yeye ni mfuatiliaji wa karibu, ili kuhakikisha uwanja huu unaweza kutoa huduma hii ya michezo. Mheshimiwa Mabula. Nashukuru kwa nafasi hii. Naomba kuuliza swali moja la nyongeza. Je, ni mpango upi wa serikali wa kujenga kiwanja kikubwa cha kisasa katika mji wa Kahama ambao unakuwa kwa kasi sana sasa hivi? Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mabula. Serikali inaendelea na mipango hii ya kuhakikisha halmashauri zetu vile viwanja ambavyo viko chini ya halmashauri vinajengwa kwa kulingana na vipaumbele vya halmashauri na jinsi wanavyoweza kuibua miradi wataalamu wetu katika maeneo yao. Kama vitakuwa viko ndani ya halmashauri, kiwanja hicho tutaweza kuhakikisha kinajengwa kwa wakati, na kama kiko kwa wenzetu Wizara ya Michezo wataweza kutolea majibu katika swali hilo. Mheshimiwa Tandria, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Maleko. Je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha fedha za TASAF zinawafikia walengwa? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Regina Kware. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kipekee nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani yake kubwa kwangu kwa kuniamini na kuniteua kwa naibu waziri katika Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Ahadi yangu kwake ni kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma na kwa uzalendo ili malengo yaliyopangwa yafikiwe. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, sasa naomba nijibu swali la Mheshimiwa Esther Maleko, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia programu ya TASAF imeweka mkakati mahususi wa kuhakikisha fedha au ruzuku zinawafikia walengwa kupitia matumizi ya mfumo wa malipo ya kielektroniki yani e-payment, unaolenga kuongeza uwazi, usalama na ufanisi katika utoaji wa ruzuku kwa walengwa. Mkakati huo unatekelezwa kwa kutumia watoa huduma za kifedha walioidhinishwa ambao hulipa fedha moja kwa moja kwenda kwa walengwa kupitia akaunti zao za benki na mitandao ya simu. Mheshimiwa Spika, mfumo huu huondoa utaratibu wa kutuma fedha taslim na hivyo kupunguza mianya ya upotevu, ucheleweshaji au matumizi yasiyo sahihi ya fedha. Pili, malipo yote hufanyika kwa kuzingatia taarifa za walengwa zilizohakikiwa katika mfumo wa usimamizi wa walengwa yani Management Information System, ambapo kila mlengwa hulipwa kulingana na utambulisho wake wa kipekee. Asante Mheshimiwa Spika.